Kwa hiyo ukiniambia Chama na Ahoua, mimi kwangu Ahoua ni bora kuliko Chama kwa sababu ukiniambia Chama na Ahoua mimi ni bora kuliko Chama kwa sababu miezi yake nayo ndani ya klabu ya Simba amebeba timu mabegani, amepeka nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Chama miaka 7 timu haijafanikiwa kwenda nusu finali ya CAF Confederation Cup. Nani zaidi ya Chama na Ahoua? Maana yake mchezaji huyu amecheza muda mfupi au miezi 8 kaibeba timu mabegani kaipeleka nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kesho mnacheza, tutegemee nini hapa? Kesho tarehe 27 mwezi wa 4 majira saa 10 kwa majira ya Tanzania, maana yake East Africa, kwa majira ya South Africa itakuwa saa 9 alasiri kwenye uwanja wa Moses Madiba. Simba Sports Club itakwenda kumenyana na Stellenbosch ya South Africa, mchezo wa awamu ya pili wa nusu finali ya CAF Confederation Cup, mchezo ambao tutarajia kwa mgumu, lakini klabu ya Simba imekuwa na bahati kwa kuondoka na kuwa na goli moja mkononi, maana yake ushindi wa nyumbani ambao wamepata pale kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar, goli ambalo lilifungwa na Jean Charles Ahoua kwa mpira uliokufa, maana yake set piece. Kimsingi ukiangalia sio mchezo mwepesi kwa sababu wale jamaa nimewatazama namna ambavyo wanacheza, tactical approach yao ni nzuri, na away game umeona jinsi ambavyo walivyo kuiprotect na kuzuia Simba sicheze mpira ambao wameuzoea, na hatimaye Simba kuondoka na idadi finyu ya magoli. Kwa hiyo sio timu ya kuibeza, ni timu nzuri. Nini kinataka kufanyika ni kuwa makini kuelekea mchezo wa kesho, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri, kama sio ya draw basi tupate ushindi ili timu ipate nafasi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Angalia zile timu zilizotoa draw nyumbani kwao, timu moja tu ndio imefanikiwa kufuzu ambaye ni Mamelodi Sundowns kwa michuano ya ligi ya bingwa barani Afrika dhidi ya Ahli ambayo ilikuwa ugenini, ilikuwa nyumbani kwenye uwanja wa International Cairo, pamoja na kujaza uwanja full house mashabiki zaidi ya 100,000, lakini bado wakaweza kuruhusu goli la nyumbani ambao lilipelekea wao kukosa nafasi ya kufuzu hatua inayofuata, na Mamelodi akaweza kufanikiwa kufuzu hatua inayofuata ya finali. Then unaona Orlando na Pyramid ya Misri, mara baada ya mchezo wa kwanza kumaliza kwa 0-0 on pitch dakika 90 unaweza kuona kwamba Orlando walikuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kufanikiwa kufuzu kwa namna ambavyo walicheza jana, na kweli possibilities chance ambazo walizipata zilikuwa zaidi ya 7 kwenye shot on target ambazo zingeweza kuzaa magoli. Katika 7 wakapata 2 ndio wakazitumia vyema convert kwenda kwenye goal, lakini zile 5 chance wakaweza kuzikosa. Nafasi ilikuwa kwao, isipokuwa Pyramid walikuwa na pressure kubwa, watengeza pressure kubwa kwenye eneo lao na hatimaye kuweza kupata goli. Kwa hiyo tukija na mechi yetu ya Simba ambayo ndio msingi wa swali lako, ni kwamba mechi itakuwa ni ngumu, lakini inawezekana kuwatoa Stellenbosch kwa sababu ya weight ambayo nao Simba. Ni klabu namba 4 barani Afrika kwa ubora so far mpaka dakika hii. Mashindano haya kimataifa tuna uzoefu nayo. Simba kwenda South Africa kuna hatua kama hii imeenda mara 3. Hii ni awamu ya 3. Mara ya kwanza tulikwenda na dhidi ya Kaizer Chiefs wakatufunga bao 4 hapa Benjamin Mkapa, mechi ya Maudiano tukawashinda bao 3. Mara ya pili tumekwenda tumeenda dhidi ya Orlando Pirates mara baada ya kushinda bao 1 hapa nyumbani Benjamin Mkapa, kule tukaenda kufungwa bao 1, mechi ikaenda kwenye matuta, tukaweza kutolewa kwa mikwaju ya changamoto za mikwaju ya penalty. Then mara 3 ndo hii tunakwenda kupambana na Stellenbosch kwenye ardhi ya Madiba, ukiwa ni mchezo wa 3 huku tukiwa na goli 1 mkononi. Nakwambia kwamba kwa mchezo mliocheza visiwani Zanzibar na pale ni nyumbani, je, huko kwenu kwa wahusika wenyewe mnaenda kucheza nao mtatoboa na kule kwao? Sisi tutatoboa kwa sababu ukiangalia kwenye mashindano haya ya kimataifa haya ambayo tumecheza, unaona kwamba izikere azikuvurugi izikere mashindano ambayo haya kimataifa tumeuzoefu nayo. Ukiangalia msimu huu klabu ya Simba imepoteza mechi moja tu kwenye uwanja wa Alizi ya nyumbani ya ugenini. Tumepoteza dhidi ya CS Constantine kwa margin ya bao 2-1 kwenye ardhi ya Arjas pale nchini Algeria. Unaelewa inakupa taswira gani? Kwenye michezo ya CAF Confederation Cup kwenye group stage Simba imepoteza mchezo mmoja tu away
Maana yake Simba na asilimia zaidi ya 80 ya kushinda michezo ya ugenini ambayo yeye anacheza, unanielewa? Ukija kuangalia kwa michezo ya nyumbani hakuna mchezo hata mmoja ambao tumepoteza. Yes, maana yake Simba pamoja na kwamba anakwenda away kwa timu nzuri kama Stellenbosch, lakini unampa asilimia zaidi ya 80 ya yeye kupata matokeo. Kwa maana katika mchezo huu yeye anakuwa ni favorite wa mchezo, anakuwa ni giant wa mechi, na yeye ndio anapewa possibility kubwa yeye kuweza kufanikiwa kupata matokeo dhidi ya Stellenbosch ambao wao kuna riziki yao pia nyumbani. Wampoteza mara 3 kwenye hatua hiyo ya CAF Confederation msimu huu. Wampoteza dhidi ya Zamalek, lakini pia dhidi ya RS Berkane pia wampoteza pale kwenye riziki yake ya nyumbani. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe hata wao nyumbani kwao wanafungika, na wao nyumbani kwao draw inawezekana. Matokeo ya sare yote ya magoli yao ya bila kufungana ni faida kwa klabu ya Simba, na itampa tiketi ya moja kwa moja kufuzu kwenda hatua ya finali. Hatuwaogope South Africa. South Africa ni sehemu ya pili ya nyumbani ya klabu ya Simba. Unaelewa? Simba inapokuwa South Africa ni kama iko nyumbani kwake. Ukiangalia Watanzania wengi wanaoishi nchini South Africa, hasa Durban. Jiji la Durban ni jiji ambalo lina wakazi wengi wa asili ya Tanzania. Yaani Watanzania wengi wanaishi jijini Durban. Kwa hiyo natumaini kesho uwanja wa Moses Madiba utakuwa umefurika, robo 3 ya uwanja utakuwa umefurika mashabiki wa klabu ya Simba ambao ni Watanzania wanaishi jijini Durban. Lakini pia Watanzania wenzetu mashabiki wenzetu ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali, Tunduma, Dodoma, Geita, wengine kutoka Arusha, wamekwenda kutazama klabu yetu ya Simba kutoka Dar es Salaam, wameenda juzi, jana na leo pia wameenda wengine. Pia nao watakuwa ni sehemu ya nguvu na hamasa kuipa support klabu yetu kupata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kikubwa ni there's nothing to fear. Hakuna cha kumuokopa na hakuna cha kuokopa. Uwezo tunao, nguvu tunao, kikosi cha klabu ya Simba tunacho kizuri, benchi la ufundi zuri tunalo na bora chini ya Mwalimu Fadu. Tuna imani kwa quality ambayo tunayo, kwa wachezaji ambao tunao, kwa kikosi bora ambacho tunacho, kwa benchi la ufundi bora Mwalimu Fadu. Kesho Simba anakwenda kupata matokeo pale kwenye ardhi ya Stellenbosch jijini Durban kwenye uwanja wa Moses Madiba, na sisi tutafanikiwa qualify kwa kufunga bao za kutosha na hatimaye tukacheza finali ya msimu huu ya CAF Confederation Cup. Wachezaji mnao? Tunaye wachezaji wengi wazuri ambao wanaweza kutupa matokeo. Mtu kama Fabrice Luamba Ngoma hazungumzwi sana, lakini mchezaji mwenye taji la CAF Confederation Cup alichukua akiwa na Raja Casablanca. Ni mchezaji ambaye mashindano haya makubwa anayajua, ni maturity player. He know how to go through with this CAF competition. Anajua nini cha kufanya. Pressure yake huwa iko chini kwa sababu ni mzoefu, ni mkomavu, na once anapokuwa kwenye pitch unaona kabisa ile maturity yake inapofanya kazi, aggressive yake, ability yake, uwezo wake kupiga pasi za mwisho, accuracy yake ya pass na vitu vingine kama hivyo. Lakini mchezaji kama Elie Mpanzu Kibisawara umeona namna ambavyo ameweza kuisaidia Simba pakubwa kwenye haya mashindano ambayo tunacheza. Amekuwa ni mchezaji ambaye anaibeba timu mabegani na kutaka kufika mbali. Uwepo wake ni advantage na faida kubwa kwa klabu ya Simba. Kwa uzoefu wa mashindano haya amecheza makubwa akiwa na AS Vita, kwa ubora ambao wanao, kwa work rate ambayo pia nayo, na deliverance ambayo anaifanya ndani ya uwanja na dakika 90. Tuna imani atawapelekea pumzi ya moto na hatimaye watatema bungo, na sisi hao utapata nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Lakini uwepo wa wachezaji kama Kip Dennis, Kip Prosper, Kip Denga, lakini na wachezaji wengine kama Yusuf Ali Kagoma, kiungo mkabaji huyu, typical defensive midfielder, na wachezaji wengine kama Musa Pimpin Kamara na kila Shomari Kapombe ambaye pia ni mzoefu kwenye eneo hilo la uchezaji. Shomari Kapombe show me the way, amehudumu na klabu ya Simba zaidi ya miaka 10. Uzoefu wake wa kucheza mashindano ya kimataifa kwa misimu zaidi ya 7, uzoefu wake unambeba. Lakini pia Mohamed Zimbo Junior Shabalala amecheza mashindano haya kwa miaka mingi, ana experience, ana exposure, ana uzoefu mkubwa ambao yeye unaweza ukasaidia kuipa timu hamasa na ushindi kuelekea mchezo unaokuja. Lakini maturity ya viongozi wa klabu ya Simba, ukomavu ambao wanao, mashindano ya kimataifa wanao ambao wameshazoea, na leo timu imeenda ikiwa nafasi ya 4 baada ya Afrika kwa bora. Sio jambo dogo. Wao wenyewe Stellenbosch wana hofu na klabu ya Simba. Kwa hiyo tutakwenda kuonesha ukubwa wetu sisi ni kina na iwe mvua iwe jua, Simba Sports Club msimu huu inacheza finali na kuchukua kombe lenyewe. Tukumbuke pale visiwani Zanzibar bwana, baada ya Ahoua kuweza kukosa lile goli la mwisho, goli la wazi kabisa, wengi mmekuwa mkimkumbuka Chama. Kwa nini? Mimi binafsi sijamkumbuka Chama kwa sababu wanaomkumbuka Chama ni wao wengine ambao hawajui mpira. Mimi binafsi sijawahi kumkumbuka Chama kwa maisha yangu kwa sababu with Chama tulikuwa na Chama kwa miaka 7. Simba hajacheza hajaenda nusu finali ya mashindano ya CAF. Chama miaka 7, Simba hajaenda finali ya mashindano ya CAF. Lakini
tupo na Elie Mpanzu, tupo na Jean Charles Ahoua. Kwa msimu wa kwanza tu kaibewa begani timu kaipeleka nusu finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo CAF Confederation Cup. Kwa hiyo ukiniambia Chama na Ahoua, mimi kwangu Ahoua ni bora kuliko Chama kwa sababu ukiniambia Chama na Ahoua mimi ni bora kuliko Chama kwa sababu miezi yake nayo ndani ya klabu ya Simba amebeba timu mabegani, amepeleka nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Chama miaka 7 timu haijafanikiwa kwenda nusu finali ya CAF Confederation Cup. Nani zaidi ya Chama na Ahoua? Maana yake mchezaji huyu amecheza muda mfupi au miezi 8 kaibewa timu mabegani kaipeleka nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Chama amecheza miezi 7, miaka 7 ndani ya klabu ya Simba. Kaipeleka timu wapi? Kaishia robo finali. Maana yake Ahoua ni bora kuliko Clatous Chota Chama. Kumbe nafasi zile Chama akosaji, ndio maana kwa namkumbuka. Ile nafasi ni za kawaida sana. Chama mwenyewe alishakosa nafasi adhimu sana. Kuna mechi na Oloya away, Chama alikosa nafasi ya wazi kabisa. Lakini kuna mechi tumecheza ilikuwa ni Simba pamoja na Kaizer. Kuna nafasi alikosa Clatous Chota Chama. Achana ile Besea aliyopiga nani unamzungumzia Bernard Morrison aliyopiga mwamba likarudi. Chama mwenyewe alikosa nafasi ya dhahabu na akashindwa kufunga. Kwa hiyo kuna wakati na yeye pia anakosa. Ni pressure tu ya mchezo ambayo inaweza kumkuta mchezaji akajikuta kwamba afanyaje amekosa nafasi adhimu kama ile. Lakini kimsingi ukiangalia Clatous Chama ni wa kawaida sana, na Jean Charles Ahoua kukosa nafasi ambayo alikosa ni sehemu ya mchezo, kwa sababu wakati mwingine mchezo huwa ni una pressure kubwa sana. Pressure ikiwa kubwa ni ngumu kuhimili na hatimaye mtu unaweza ukapoteza chance nyepesi kama ile. Kwa hiyo kikubwa tunampa support, tuko nyuma yake na tunamwombea dua kesho alione goli zaidi ya sana, macho yake yaone goli na kila mpira anaolenga goli basi lizae matunda na kuwa goli. Tuone Simba ikitinga hatua ya finali kabisa. Sisi finali tunakwenda na finali tutacheza na RS Berkane. Na Berkane tutamtoa hapa Benjamin Mkapa nakwambia sio kirahisi. Tutamtoa baada ya kuvuja jasho jingi. Hakunaga finali nyepesi. Kwa sababu tutaanzia away tarehe 17 ndio mechi ya kwanza. Alafu tutamalizia ugeni, tutamalizia nyumbani. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamtoa RS Berkane kwa muktadha huo kwamba tushacheza naye Benjamin Mkapa tukamfunga bao moja, tukaenda away akatufunga bao 2-1. Almanusu ya Luis Miquissone arudishe goli kama nakumbuka iligonga mwamba ikarudi. Kwa hiyo maana yake tunawajua RS Berkane na wao hatujua pressure ya timu ya Simba na ukubwa wake. Kwa tuna imani kubwa kwamba tukiingia na yote iwe ni Constantine au RS Berkane kombe na baki Tanzania, kwa sababu tuna advantage ya kuanzia away. Kesho mchezo lazima mpite. Kesho mechi iko upande wetu kabisa, kwa sababu tayari tunakwenda South Africa tukiwa na confidence ya kutosha. Tunaingia uwanjani huku tukiwa na matokeo chanya. Tuna kitu cha kujivunia. Kitu gani? Goli moja ambalo tulipata uwanja wa Amani Complex. Ni goli bora sana ambalo inawezekana likatupeleka kwenye hatua inayofuata ya finali. Goli hili ni muhimu ambalo na pia halipaswi kupuuziwa. Goli ambalo amefunga Jean Charles Ahoua ni goli muhimu sana. Inawezekana mechi kaisha sare, hili ndio goli katupeleka finali. Kwa hiyo goli la Ahoua linaweza kupeleka finali. Kabisa inawezekana kupeleka finali kwa sababu ndio goli ambalo tunalo mpaka dakika. Wao hawana kitu, sisi tuna kitu cha kujivunia. Na tuna kitu cha kujidai nacho. Kwa hiyo kimsingi tuipe nguvu tuipe nguvu klabu yetu ya Simba tuweze kuishabikia, tuipe moyo na hatimaye tuweze kufanya vizuri siku ya kesho. Nafasi iko kwetu, dua ziwe nyingi tu. Sawa, shukrani. Kila laheri.